Mtazamaji wa Faraja TV Online, tuko kwa ajili ya kukuelimisha, kukuburudisha na kuhabarisha kile ambacho tayari kinakuwa kimetokea huko. Leo tutaangazia katika nchi ya Irani. Mashambulizi ya Irani yawasha moto ndani ya Israeli. Irani imefanya mashambulizi makubwa ya makombora dhidi Israeli Jumamosi alfajiri na kuua watu wasiopungua 3 na kuwajeruhi dazeni kadhaa kujibu mashambulizi ya Israeli dhidi ya vituo vyake vya nyuklia na kijeshi. Mashambulizi ya angani yaliyotekelezwa na Israeli dhidi ya Irani na mashambulizi ya kulipa kisasi kutoka Teherani yamesababisha vifo vya mamia, uharibifu mkubwa na kutishia kulipuka kwa vita kamili Mashariki ya Kati. Israeli imetumia ndege za kivita pamoja na drone zilizosafirishwa kwa siri hadi ndani ya Irani kushambulia maeneo nyeti na kuua majenerali na wanasayansi wa juu wa kijeshi. Israeli ilisema mashambulizi hayo yalikuwa ya lazima kabla ya Irani haijafikia hatua ya kutengeneza silaha ya nyuklia, ingawa Marekani na wataalamu wa kitaifa walikuwa wamekadiria kuwa Iran haikuwa ikifanyia kazi silaha hiyo kwa wakati huo. Hayo yaliyojiri siku chache kabla ya mazungumzo kati ya Marekani na Irani kuhusu mpango wa nyuklia, na sasa yameingia katika hali ya sintofahamu. Irani ilijibu kwa kurusha drone na makombora ya ballistic kuelekea Israeli, ambapo mlipuko ulirindima angani usiku katika miji ya Tel Aviv na Jerusalem, huku watu wakikimbilia mafichoni. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alisema katika ujumbe wa video, hatutaruhusu wakimbie salama kutokana na jinai hii kubwa. Irani ilisema watu 78 wameuawa na zaidi ya 320 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya Israeli. Hospitali moja ya mji wa Tel Aviv iliwatibu watu 7 walioumia kwenye shambulio la pili kutoka Irani, ambapo mwanamke mmoja alifariki. Saa chache baadaye, kombora la Irani lilipigwa karibu na makazi ya watu katika mji wa Rishon LeZion na kuua watu 2 na kujeruhi 19. Mashambulizi ya pande zote mbili yaliongeza wasiwasi na kuzuka katika vita kubwa baina ya Irani na Israeli, jambo ambalo limeitumbukiza kanda hiyo kwenye machafuko zaidi. Mataifa jirani yalilaani mashambulizi ya Israeli, huku viongozi wa kimataifa wakitaka pande zote kujizuia. Mtazamaji wa Faraja TV, na hapo ndipo mwisho wa story hii ya vita vya Irani na Israeli. Ili kuwa mwanafamilia, usisahau kusubscribe, like and comment ndani ya Faraja TV Online.